Kwa mara ya mwisho msikilizaji, tuliweza kuona ya kwamba Freddy Kibwana ni kama alikuwa anataka kupambana na Mr. Black pamoja na Haji pamoja na Hamza. Sasa Mr. Black na Haji pia, yani wote kwa pamoja walisi kuna kitu hakipo sawa. Mara moja akawa amegeuza sura zao na kuangalia upande wa magharibi na kujikuta wakiwa katika hali ya tahadhari, huku akizidi kusikiliza sauti hizo za mitikiso, yani mitikisiko wa ardhi zikizidi kusogea eneo walipo. Basi Freddy alijiuliza, hicho ni nini hicho? Bwana, lilikuwa ni joka ambalo lilikuwa linatisha zaidi ya mapigo aliyokuwa akifanya Freddy kimda huo. Ni Hamza pekee ndiye aliyekuwa na muonekano wa mshangao na furaha usoni, kana kwamba alikuwa aliyekuwa akisogea eneo hilo ni ndugu yake wa damu na hawajaonana muda mrefu. Sasa wajamaa walibaki wakishangaa mara baada ya Hamza kumuita huyo nyoka Gamba. Basi wote wakajiuliza, we umeliitaje? Msikilizaji, kipindi kile alitumia nguvu yake ya kusudi kuweza kuliadabisha joka hilo, lakini sasa muda huo hakuwa na uwezo wote. Tunafahamu kabisa uwezo wa Hamza upo low battery. Hivyo alijiuliza, isije ikawa limejitokeza eneo hilo kwa sababu limejua ameshakuwa dhaifu na kuona ni muda sahihi wa kunywa damu yake. Kipi kitakachoendelea? Langu jina Lucas Lumpa. Karibu sana msikilizaji, tuweze kusonga mbele zaidi. Kilichomfanya Hamza kuona joka hilo halikuwa katika hali ya uadui ni baada ya kuliona likimtolea ulimi nje kana kwamba linamsalimia. Alafu kubwa zaidi lilofanya moyo wake kutulia kabisa ni baada ya kuona juu ya pembe za joka hilo kulikuwa na msichana mrembo aliyevalia nguo za blue. Mwanamke mrembo alikuwa na ngozi nyororo mno, ukijumlisha nywele zake ndefu za Kiafrika, rangi yake ya chocolate na mavazi aliyokuwa amevaa juu ya joka hilo ilimfanya onekane katika silika fulani hivi sio ya kawaida. Mwanamke yule mrembo aliyesimama juu ya mgongo wa joka hilo alitoa kicheko kikubwa cha maringo kama kawaida yake. Msichana huyo hakuwa mwingine, nadhani unamfahamu, na huyu msichana ndiye anempatia kiburi Regina ya kufahamu ya kwamba mume wake yupo hai. Kama angekuwa amekufa basi angefahamu yote yanayoendelea kwa Genduleza. Bwana, huyu msichana si mwingine bali ni mmiliki wa usinga, yani Genduleza. Ilionekana wazi Genduleza alitumia usinga wake kumtafuta mwamba Hamza alipo, akiongozwa na joka hilo ambalo awali lilikuwa Mungu aliokuwa akiabudu kabla ya kutokea kwa Hamza na kulifanya kijakazi wake. Ingawa Hamza kujua namna ya kutumia usinga, kwa Genduleza ilikuwa rahisi kumtafuta kwa hisia tu. Muda huo Fredrick ni kama akili zilimkaa sawa. Mara baada ya kugundua Genduleza na joka lile walikuwa kimwangalia Hamza, aliingiwa na hisia mbaya. Basi Fredrick akasema kwamba Lucifer, pokea kifo chako. Alitaka kutumia nafasi ya ujio wa joka hilo ili kumuumiza Hamza. Upande wa Hamza muda huo alishaona nafasi yake ya kuweza kuwa hai, hivyo alikuwa amejiandaa. Bila kusubiri Fredrick kumshambulia, tayari alishakimbia kuelekea kwa Mr. Black. Upande wa Mr. Black alishajua amepokea msaada mkubwa kwa ujio wa joka hilo, hivyo alikusanya nguvu zake zote na kisha akatengeneza ngao nyingine ya nishati za mbingu na ardhi. Mara baada ya kombola la Fredrick kuvana na ngao yake, mwili wa Mr. Black ulitetemeka kwa nguvu, huku damu ndani yake ikichemka na kumfanya atapike damu kutokana na kupata majeraha ya ndani. Lakini ilikuwa ni jambo zuri, kwani joka lile lilikuwa na spidi kubwa mno. Muda ule lilivunja uzio wa eneo hilo na kuingia katika uwanja wa vita. Mara baada ya kuona Fredrick anamshambulia Hamza, lilijifyatua na kumzibia mbele. Genduleza muda huo naye aliruka kutoka kwenye kichwa cha joka hilo akitumia usinga wake. Aliweza kuona hali aliyokuwa nayo Hamza na alishindwa kujizuia kutoa tabasamu la kumkejeli. Basi akasema kwamba unapaswa kupiga magoti na kuanza kunishukuru kwa kuja kuokoa. Genduleza alisema hivyo. Hamza hata hivyo hakuchukizwa na kauli hiyo. Ukweli ni kwamba katika muda huo alikuwa katika hali ya kutoa shukrani. Lilikuwa ni jambo nje ya fikra zake kwamba Genduleza angekuja kutoka mbali hadi hapo kwa ajili ya kumsaidia. Aliona pengine wakati ule lilikuwa ni jambo sahihi kutokumuua mwanamke huyo kutokana na watu wa imani ile ya Bikira takatifu kumsaliti. Hemu acha basi kuleta ujanja. Pasipo mimi Gamba angekusikilizaje sasa? Hamza aliongea hivyo na akasema kwamba kama sio mimi Mungu wetu mlinzi asingeweza hata kujua ulipo. Aliongea kusasa akivimbisha mashavu.
Mara baada ya kuona Hamza alikuwa na muda wa kuongea na Genduleza bila kumjali, yeye alikuwa akitaka kumuua, jambo hilo lilizidi kumkasirisha Fredrick. Basi Fredrick akasema kwamba Lucifer, hivi unathubutu vipi kunidharau? Ngoja uone nitakapokuua, kama utakuwa na muda hata kuonyesha hizo dharau. Basi mara baada ya kuongea hivyo, pale pale Freddy alilipua nguvu zake zote za kiroho. Silaha yake ya kishetani iliyokuwa mkononi mwake ilizidi kung'aa, na mara moja alifyatua kulifyeka joka lile. Upande wa joka lile, macho yake yalionekana na hali fulani vya dharau, kana kwamba halikuwa na wasiwasi kabisa na shambulizi hilo. Afu kubwa zaidi, halikuonekana kukwepa shambulizi lile. Shambulizi la Freddy lilitua kwenye magamba ya joka lile, na kilichoonekana ni mlipuko wa cheche tu. Joka halikuathirika hata kidogo. Sasa Freddy akasema, inawezekanaje? Hili duwana ni joka la aina gani hili? Alisema hivyo akiwa haamini macho yake baada ya kuona shambulizi lake limedunda bila madhara yoyote. Sasa hali ile iliogopesha sana hata Mr. Black pamoja na Haji. Lakini sasa upande wa Hamza, muda huo alikuwa na tabasamu la uovu tu, kana kwamba alikuwa ametarajia jambo hilo kutokea. Alielewa kipindi kile alipokuwa akipambana na joka hilo, alijikuta akitumia uwezo wake karibu wote kukabiliana nalo. Sasa kwa mtu kama Fredrick, kwa joka hilo hakuwa tishio kabisa. Muda ule kabla hata Fredrick hajajua cha kufanya, pale pale alishuhudia joka lile likipanua mdomo wake likionekana kutaka kummeza. Uso wa Freddy ulifubaa na kuwa kama karatasi. Aliweza kuona hakuna namna kabisa kushambulia joka hilo na kuliumiza. Matokeo yake pale pale alikata shauri na kugeuka akitaka kukimbia. Hata hivyo alikuwa ni majusi tu. Hata kwa zana yake hiyo ya kiungu bado haikubadilisha ukweli kwamba alikuwa majusi tu. Matokeo yake hata angejitahidi vipi, ilikuwa ni ngumu sana kuweza kumzidi Gamba kwa spidi. Gamba ana spidi. Joka lile mara baada ya kuona Freddy anataka kukimbia, mara moja lilirusha shingo yake kwa spidi na kusogelea mwili wa Freddy na kung'ata nusu yake. Ni Freddy na Mungu wake pekee walioweza kujua ni hali gani ya maumivu aliyokuwa nayo muda huo kwa kitendo cha kung'atwa na joka nusu ya kiwiliwili chake cha juu. Muda huo ilionekana tu miguu ya Freddy ikirushwa tu kwa nje, huku kilio cha kuomba kutemwa kikisikika kwa mbali ndani ya mdomo wa joka hilo. Lakini licha kutoa vilio vyake, upande wa Gamba halikuonekana kusikiliza kabisa, kwani lilitengisha kichwa chake na mara moja tu likamtafuna na kumfanya Freddy apotee mzima ndani ya mdomo wa joka. Lakini mara baada ya kutafuna kama mara mbili hivi, joka lile lilionekana kama vile halikupendezwa kabisa na nyama ya Freddy, lilimtema nje. Mr. Black na Haji walijikuta wakiwa katika hali ya bumbuazi kabisa. Yaani hawakuamini Freddy, mwanachama anayeshikilia nafasi ya 14 katika nguvu ya Megadon, ambaye wao wenyewe tu hata kwa kuunganisha nguvu zao wasingeweza kumshinda. Alikuwa ametafunwa na nyoka na kisha kutemwa. Asa Genduleza alisema ya kwamba kashindwa kujua ukomo wa uwezo wake. Kwa nguvu chache alizokuwa nazo, anathubutu vipi kutaka kupigana na Mungu wetu mlinzi? Genduleza aliongea hivyo. Hasa joka Gamba lilionekana kujivunia kwa kitendo cha kumdhibiti Freddy, kwani pale pale lilikunja mwili wake na kufanya magamba yake ya dhahabu kumulikwa na jua na kung'aa kwa mwanga wa kumetameta. Mr. Black kwa namna kubabaika akasema kwamba Hamza, ili joka wewe ndio umelikuza hivi? Licha ya kuwa na uzoefu mkubwa katika maisha yake, hakuwahi kusikia wala kuona kiumbe kikiwa kikubwa kwa namna hiyo. Gamba na umri zaidi ya miaka 1000 sasa, nitawezaje kulikuza? Aliongea Hamza akiwa na tabasamu. Unajua Gamba ni rafiki yangu tu ninayefahamiana naye hivi karibuni. Mwanzoni alikuwa kishida, lakini sikutegemea kama angeweza kufika hapa. Muda huo Genduleza aliona nafasi ya kujichukulia point, kwani pale pale alisema kwamba unapaswa kunishukuru sana mimi. Nilishajua tokea wiki iliyopita ulikuwa dhaifu sana na unaweza kuwa katika hatari. Ndio maana nikaliambia joka liondoke kwenye bwawa na kuingia baharini kwa ajili ya kufuata maelekezo yangu kukutafuta. Kama tungechelewa kidogo tu, matokeo yangekuwa makubwa sana. Mimi nimeteseka sana nikiwa baharini. Kama si mlinzi yani kama si ulinzi wa Gamba kunifunika kwa nguvu zake za nishati, nisingeweza kuvumilia msukumo mkubwa wa mawimbi ya baharini na baridi kali. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, alijikuta kinyosha mkono wake na kuchezea nywele za Genduleza, kisha akasema kwamba asante sana Gendu. Mmefanya kazi kubwa sana ya kuja kuniokoa Gendu, asante sana.
Muda huo Genduleza alionyesha hali ya kutia huruma huku akijifanyisha kulia, akasema kwamba ni kama ningekuwa mimi sikujali, ungekufa jamani, ningekuwa rahisi kwangu hata kupata usinga wangu. Ila ni mama tu kusafiri kote kwa bila hofu. Ila unaisha tu kuongea hivyo tu jamani kweli. Hamza alijikuta akikosa namna ya kuongea. Hamza akasema kwa hiyo wewe unaona mwenyewe kabisa hali nilionayo sasa hivi. Sasa mimi ningepaswa kuongeaje sasa? Afu unajiongelesha hivyo kama yani kama unataka kulia. Basi Genduleza akaa kwenye station yake kawaida akasema kwamba bwana hata kwa hali ulionayo unadhani tofauti na mimi ni mwanamke gani mwingine mwenye uwezo kuja kukokoa Haya, huyo mke wako yuko hapa. Ni nani ambaye ana uwezo wa kuona hali hatari ulionayo kupitia moyo wako tu? Aliongea Genduleza huko akimkodolea macho. Sasa upande wa Hamza hakutaka kujisumbua na malalamishi ya mwanamke huyo. Pale pale aligeuka na kumwangalia Gamba kisha akatabasamu. Gamba, asante sana. Nilikuwa na wasiwasi kwamba huenda umekuja kunimeza. Joka hilo liliishia tu kupepesa macho yake ya kitennis kana kwamba linamwambia Hamza, unafikiria sana. Muda huo Mr. Black ambaye alikuwa akishangaa joka hilo aliongea kwa namna ya kugundua jambo, akasema kwamba kumbe kweli nyoka nazo huota pembe, au zile simulizi za namna madragon yanavyotokea ni za kweli. Nani anajua sasa, mwenye mara ya kwanza kutana Gamba niliwaza hivyo, pengine ni hadithi za kweli. Hamza, hivi wewe umewezaje kukutana na joka lote hili? Na kwa nini lisafiri kutoka kote huko Afrika mpaka hapa tu kwa ajili ya kukokoa? Aliuliza Haej. Hamza hakuwa na cha kuficha, hivyo alielezea namna alivyokutana joka hilo. Ndio maana ni kwa sababu lilifanya rafiki yako na ulilisamea mara ya kwanza kwa kutokuliua. Ndio likaona ni muda sasa wa kuonyesha shukrani kwa kuweza kukuokoa na wewe pia. Inasemekana viumbe vyenye muonekano mkubwa kama huu vinaishi kiroho zaidi na kuogopa kupata malipizi. Na moja ya hatua za ukuaji wake wa kinguvu ni kuwa na moyo wa shukrani. Lazima likuwa na ufahamu wa mambo hayo. Kama lingekusaliti. Hamza ilikuwa mara yake ya kwanza kusikia habari hiyo. Pale pale aligeuza uso wake na kuliangalia joka kisha kuuliza kwamba Gamba, hiyo ni kweli? Vipi unaogopa malipizi? Muda huo joka hilo halikueleweka kama halikumuelewa Hamza anachouliza au lilikuwa likimpotezea, kwani muonekano wake wote ulikuwa umeelekea upande wa pyramid. Hamza mara moja aligundua si kwamba sababu Gamba hakuwa akimuelewa alikuwa anamuelewa vizuri, yani wanaelewana vizuri sana, bali kwa sababu alikuwa katika hali ya ajabu. Mara moja naye aligeuza macho yake na kuangalia upande ambako joka hilo lilikuwa likitazama, na pale pale aligundua lilikuwa likiangalia pyramid, jambo lililomfanya ashangae. Gamba, kuna kitu kilichopo ndani ya ile pyramid? Aliuliza Hamza. Hamza alijua uwezo wa mnyama wa kuhisia uwepo wa vitu ulikuwa ni mkubwa kuliko binadamu. Hivyo kwa joka hilo la kale ambalo lilikuwa kiroho zaidi, yani ilikuwa ni rahisi kuhisia vitu visivyo vya kawaida ambavyo binadamu hawezi kuvihisi. Ukweli ni kwamba hata Hamza mwanzoni aliona ni jambo la ajabu kwa piramidi hilo kuwepo hapo, kwa sababu ustaarabu wa Maya haujawahi kurekodiwa katika nchi hiyo. Hivyo mara baada ya kuona macho ya joka hilo, Hamza aliona ni jambo la kushangaza zaidi kwamba kuna kitu kisicho cha kawaida kuhusu uwepo wa pyramid katika eneo hilo. Ingawa joka hilo halikuwa na uwezo wa kuongea, matendo yake pekee yaliweza kuthibitisha swali la Hamza. Mara baada ya kuona joka hilo lilianza kulisogelea pyramid hilo kwa kasi sana na kulizunguka. Joka hilo hata baada ya kufika nje ya pyramid ilionekana kuwa ngumu kwake kuingia ndani kutokana na mwili wake mkubwa, lakini bado ilionekana kuchezea mkia, yani kama linauchezesha mkia wake hivi kana kwamba linakosa utulivu kutokana na dharura juu ya kile lilichogundua. Sasa Hamza na wenzake waliweza kuelewa hali ilivyo, na pale pale walijawa na shauku, na ndipo waliposogelea piramidi hilo. Muda huo huo Yones aliweza kupata kifaa cha mawasiliano na kuwasiliana na wenzake kambini, akiwapa habari kwamba yupo salama, kisha kaungana na wenzake. Mwanzoni Yones alikuwa katika mshangao mkubwa na hofu, lakini sasa kadri muda ulivyopita alianza kuzoea hali hiyo. Na siku zote alikuwa ni mwanamke mwenye shauku juu ya watu wanaomzunguka Hamza. Hivyo hakutaka kuwa mbali naye hata kidogo. Aliona ni kama fursa kujua ya kumfahamu zaidi Hamza pamoja na watu wake. Hata hivyo kwa muda huo Genduleza mara kwa mara ni kama alikuwa akigeuza uso wake na kumwangalia Yones, kisha kumtolea tabasamu la ajabu. Jambo hilo lilimfanya Yones kuhisi kana kwamba kuna wadudu wanaompandia mwili mzima. Sasa muda huo walipokuwa kisogelea pyramid, Hamza alijikuta akiwa na shauku, na pale pale akamgeukia master wake.
Master, kwanza hebu naomba kufahamu kwa nini mmekuja mpaka hapa Nanti Haij? Nidhani Black amekuja kushirikiana na Freddy kikuniua. Baada ya kuongea hivyo, Haij akasema kwamba wewe mshenzi, endelea tu kuniita shangazi, uone kama sitakuua. Anaongea hivyo Haij akimtolea Hamza macho. Sasa Mr. Black akasema kwamba Haij, unajua tabia yake huyu mtukutu huna haja ya kukasirishwa bwana na anachoongea. Anaongea hivyo Mr. Black, kisha pale akaanza kumuelezea Hamza kilichotokea. Ilionekana Freddy aligundua mapema kwamba Hamza alikuwa amejeruhiwa sana kutokana na vita vilivyotokea Brazil. Mara moja aliona ni fursa kwake kumuua Hamza na akamtafuta Haij ili kutumia uwezo wake kujua ni wapi Hamza kajificha. Kwa Freddy, kisasi alichokuwa nacho dhidi ya Hamza kilikuwa ni nje kabisa ya mipaka nguvu ya Makedon Shakyamuni. Hivyo Haij mara baada ya kuombwa alijifanya kukubaliana na Freddy na kisha akawasiliana na Mr. Black ambaye aliyekuwa akizurura tu ulimwenguni. Wawili hao pia hawakuwa na uhakika juu ya hali ya Hamza, lakini walikuwa wamekubaliana muda mrefu kuhakikisha kwamba Freddy hawezi kufanikisha azima yake. Sasa Hamza akiwa na shukrani moyoni akauliza kwamba kwa ajili yangu tu mnadhani nastahili nyie kujiingiza katika wadui na Armageddon? Haij akasema kwamba huna haja ya kujali kuhusu sisi sasa. Hatukufanya haya kwa ajili yako bali kwa mamilioni ya raia waliopoteza uhai wao. Aliongea hivyo Haij kisha akaendelea kwa kusema kwamba kilichotokea kule Brazil kilikuwa ni mpango wa Makedon Shakyamuni kwa kutumia Strigoi wa kale na Sali. Watu waliopanga tukio hilo wamekosa kabisa binadamu. Pengine kama si wewe kujitolea na kupambana, watu wengi zaidi wangepoteza uhai. Hivyo tukaona kama umeweza kuokoa mamia ya uhai wa watu, basi hustahili kufa mikononi mwa mtu kama Freddy. Freddy kaamua tu kuja mwenyewe hapa kwa ajili ya kukuinda na kuishia kufia hapa. Yote kajitakia mwenyewe. Alimaliza kuongea Haij. Hamza alionekana kushangazwa na maneno hayo kwa muda. Hakutegemea kama Haij angekuwa na upande wa kujali, yani kujali haki katika maisha yake. Upande mwingine Mr. Black alishia kutingisha kichwa chake kana kwamba alikuwa kimshukuru Hamza kwa kila alichofanya. Hamza, unajua kweli mimi nimehusika kwa namna fulani katika tukio hili. Mimi na Sylvia ndio tulimuingiza Sally kwenye umoja wa Odd Ones. Kama tusingefanya hivyo kipindi kile, pengine tukio kama hili lisingetokea. Hivyo si kawaida kwangu kukaa tu chini na kuona hali ya namna hii ikiendelea. Haij mara baada ya kuwasiliana na mimi sikusita hata kidogo kuchukua hatua. Okay, kama Madam Sylvia angekuwa na nia kama yako, pengine asingefikia katika hali aliyoweza kufikia. Aliongea Hamza kwa namna ya kufikiria kilichomtokea White Queen. Mimi master wangu na aliyeitwa mke wangu hatukuwa na ukaribu mkubwa tokea mwanzo. Tulikuwa ni wanafunzi wa Makedon Shakyamuni na ndio aliyetufanya kuwa mke na mume kwa ajili ya kuunganisha nguvu zetu. Sylvia yeye alikuwa ni mtu wa kiburi sana na angefanya chochote kutimiza malengo yake. Hivyo kilichotokea huna haja hata kujisikia vibaya. Lakini kama umenisaidia awamu hii, itakuwa ngumu sana kuelezea nafasi yako mbele ya nguvu ya Makedon Shakyamuni. Wala hata. Ni kweli kabisa. Yani ni kwamba hakuna hata haja ya kujielezea sana. Aliongea Haij huko akivimbisha mashavu. Unajua mimi ni mtiifu kwa bwana wa kifo pekee. Na kwa sababu bwana wangu amefungwa gerezani na Armageddon kisha akaruhusu tukio la kutisha kama hili kutokea, sitaki kujali tena kuhusu nafasi yangu ndani ya mamlaka hiyo. Aliongea hivyo Haij mara baada ya Hamza kusikia juu ya mama yake Victoria kufungwa gerezani. Moyo wake ulitetemeka, akauliza amefungwa gerezani kwa nini? Haij kwa masikitiko akasema, naona kumbe bado haufahamu. Lord Death alijua ulikuwa hatarini baada ya kuingia kwenye mtego uliowekwa na Makedon Shakyamuni. Na alikuwa na hofu kubwa kuona unaweza kupatwa na shida. Hivyo akataka kukusaidia. Lakini Makedon ni mtu mwenye nguvu sana na vile vile anapata msaada mkubwa kutoka kwa Madam Prophet. Yani ni kama alishajua nini Death angefanya. Na mara moja akamwekea ulinzi kimya kimya ili kuthibitisha kama kweli angekuja kukusaidia. Sasa mara baada ya kufanya kama ilivyotarajiwa, ni sawa na kwamba amekosa utiifu na moja kwa moja akafungwa gerezani. Hamza aliposikia hivyo, moyo wake ulisimama huku akiwa katika hisia mchanganyiko. Ingawa alijua tokea mwanzo mama yake hakuwa na nia ya kumdhuru, hakutegemea kwamba kwa ajili yake tu angekuwa tayari kwenda kinyume na Armageddon. Lakini Hamza,
Una uhusiano gani na Lord Death kiasi cha kuhatarisha usalama wake na kutaka kukuokoa? Aliuliza Mr. Black akionekana kutokuelewa. Hamza alishia kukunja ngumi kwa nguvu na kung'ata meno kwa wakati mmoja. Ni mamangu mzazi. Haiji na Mr. Black walijikuta wote kubadilika kimuonekano na kuwa katika hali ya kushangaa. Haiji alimwangalia Hamza kwa namna ya heshima kubwa baada ya kujua jambo hilo, ikionyesha ni mara yake ya kwanza kulifahamu. Hasa muda huo Yones na Genduleza walimwangalia Hamza kwa muonekano wa ajabu. Ilikuwa mara yao ya kwanza kumsikia Hamza akitaja neno mama. Wakati wakiongea walikuwa wameshafika upande wa pili wa piramidi. Mara baada ya joka lile sasa kuona kila mmoja alikuwa amefika, lilianza kunusa piramidi hilo kwa kichwa chake, huku uso wake wote ukiwa katika hali ya matarajio makubwa. Hamza muda huo hakutaka kujali kitu kingine, na mara moja akaliuliza joka ile ya kwamba, Gamba, umetuongoza kuja mpaka hapa, kuna kitu kilichopo ndani? Joka lile lilionyesha ishara ya kukubali, likionekana kuwa na uhakika zaidi. Hasa Mr. Black akasema kwamba hili joka linaonekana kuwa na ufahamu wa akili. Gendweza akasema lina akili sana, ndio maana tunalichukulia kama Mungu wetu mlinzi. Basi Hamza alifikiria kidogo, kisha pale pale akageuza uso wake na kumwangalia Yones. Yones, unaonaje ukitangulia kurudi kambini kwanza? Yones akasema nishawasiliana na wenzangu kambini na kuambia kila kitu kipo sawa na wasiwe na wasiwasi. Alijibu hivyo Yones. Alikuwa na shauku mno juu ya Hamza, akihisi kwamba akifuatana naye lazima angeona mambo ya ajabu zaidi. Asa Hamza kujali sana, hivyo mara moja akiongozana na wenzake walipanda ngazi na kuingia eneo la ndani ya piramidi hilo. Piramidi hilo lilikuwa umbali mfupi tu kutoka ilipo kambi ya Koncha, hivyo vijana wake walionekana tayari walishaingia humo. Ndani kulikuwa na vitu vilivyohifadhiwa pasipo, ambavyo vilikuwa vimehifadhiwa pasipo mpangilio. Mara baada ya kutafuta kwenye vitu hivyo na kutokuona cha ajabu ndani yake, Hamza na wenzake walishia kutoka nje. Ase Gamba, mbona hakuna kitu chochote kilichopo ndani ya piramidi? Au umesia vibaya? Joka lile mara baada ya kuulizwa swali hilo lilionekana kukosa utulivu. Mara moja likachezesha mwili wake, likarudisha kichwa nyuma na kisha kukipeleka mbele kwa kutumia ile pembe yake. Aisee, liligonga mawe ya eneo la msingi wa piramidi, yalishindwa kuhimili nguvu ya ajabu kutoka kwa joka hilo, na mara moja ufa mkubwa ulitokea. Ni muda ule ule Hamza na wenzake waliweza kuona mawe ya piramidi yalianza kuporomoka kwenda chini ya piramidi hilo, ikionyesha kwamba kulikuwa na shimo. Hasa Mr. Black kwa hamaki akasema, hili isije kwa uwepo wa piramidi, hili hapa ni mtego tu wa namna ya kuficha shimo lililopo chini yake. Basi Hamza muda huo pia akili yake ilifanya kazi na kujiambia ndio maana hakuwahi kusikia nchi ya Colombia ikiwahi kuwa na rekodi ya Maya. So alishangaa kuona piramidi la aina hiyo hapo. Ni muda huo sasa alianza kuelewa sababu juu ya hilo. Ilionekana kilichokuwepo hapo kilikuwa ni zaidi ya piramidi hilo. Hasa muda ule mara tu baada ya mawe kuporomoka kwa kasi, shimo kubwa sana lilionekana wazi. Lilikuwa ni kubwa kiasi cha kutosha kwa Gamba kuingia ndani bila shida yote. Hamza mara moja alifanya makadirio yake na kuona lilikuwa ni shimo lenye ukubwa sawa na lile aliloliona kule Tanzania, yani kule mlimani kwenye chimchimi ya Umilele. Hamza alifikiria kwa muda, kisha akaona kwamba kwa sababu Gamba alionekana kuwa na shauku juu ya kilichopo ndani ya shimo hilo, alipaswa kuingia nalo ili kuona ni kitu gani kimo ndani ya hilo shimo. Ase tuingieni tukaone nini. Gamba, naona ingia na sisi, hili pango linatosha kabisa mwili wako, aliongea Hamza. Joka hilo lilikuwa na hamu kubwa ya kuingia ndani ya pango hilo. Ilionekana wazi lilithamini pango hilo kuliko mtu yote hapo. Wote walijawa na shauku kubwa. Afistosha mtu kama Genduleza alikuwa akiliabudia joka hilo, hivyo aliliamini kwa 100% kwamba lazima kuna kitu cha thamani kubwa ndani ya shimo hilo. Asa Genduleza alicheka akasema kwamba Hamza, hivi nadhani kutakuwa na hazina ya thamani kubwa sana kwenye hilo pango Kwa nini mlinzi wetu ana shauku kiasi hiki? Hamza alishia kuinua mabega yake tu kisha akasema kwamba sio na matumaini makubwa. Kuna kipindi nilishawahi kugundua uwepo wa chemchemi ya Umilele, lakini mwisho wa siku hata haikuwa na maana yote. Haiji kwa namna kutokuamini akasema, chemchemi ya Umilele? Unisema kwamba ulishawahi kuona kitu cha namna hiyo? Hamza akasema nitakuelezea baadaye taratibu. Haikuwa ngumu kwao kuingia ndani ya shimo hilo. Ukweli ni kwamba halikuwa shimo tu bali pango lililowafanya kutembea kana kwamba wanashuka mlima. Hata hivyo, kwa sababu lilikuwa pango lenye giza, Hamza alikuwa amepata tochi
katika eneo hilo na akaingia nayo. Mara baada ya kuzama ndani ya pango hilo, Hamza alifikiria kidogo, kisha pale pale akaliamrisha joka kuziba eneo la kuingilia kwa mawe mazito. Alitaka kufanya hivyo ili hata kama watu wakifika hapo na kuona piramidi lililoharibika wasiweze kuwaza kwamba chini yake kulikuwa na pango, na hata kama wakigundua hilo isiwe rahisi kwao kuingia. Sasa Hamza hakuhofia namna ya muda wa kutoka, kwa sababu alijua akiwa na joka hilo lazima lingeweza kutengeneza njia. Sasa mara baada ya kupiga hatua kadhaa za kushuka mlima, walifika eneo la tambarare, lakini muda huo waligundua pango hilo lilikuwa refu mno kiasi kwamba hisia zao ziliwaambia kana kwamba halikuwa na mwisho. Mr. Black huku sasa akikunja sura akasema kwamba nadhani hapa ni kama tumefika mwisho wake kwenda chini. Upande wa Hamza muda huo alitumia mkono wake kushika mawe ya kuta za shimo hilo. Haya mawe ya kuta kwa namna ilivyochungwa si zana za kawaida kabisa, vinginevyo yasingekuwa mtelezo namna hii. Nani katengeneza hivi? Yones akajibu ya kwamba isije ikawa ni aliens. Alimaanisha viumbe kutoka sayari nyingine. Sasa Mr. Black akasema kwamba hakuna aliyeona aliens hapo kabla. Lakini kama nguvu ya nishati zipo na watu wanavuna, watu wanajifunza umajusi na mambo mengine, basi inawezekana kutengeneza pango kama hili lenye mawe yaliyochungwa kwa usanifu wa hali ya juu. Alongevo Mr. Black. Sasa Hamza alitingisha kichwa chake. Kwenye mawazo yake alifikiria shimo lile la chemchemi ya umilele, vile vile lile shimo la kaburi kule mkoani Tanga, lakini pia akafikiria uwezo wake wa nguvu ya kusudi ambao ulikuwa na uwezo wa kukata mawe kwa ustadi wa hali ya juu. Hatujui hili eneo lina urefu kiasi gani kwenda mbele, lakini naona kwa staili hii ya utembeaji wetu ni taratibu sana. Mnaonaje wote tukipanda juu ya mgongo wa Gamba na yeye kutongoza kwenda mbele? Alishauri Hamza. Kundi hilo la watu wenye shauku alikuwa na pingamizi hata kidogo, na mara moja walipanda juu ya mgongo wa Gamba. Gamba kuona hivyo ni kama lilikuwa na hamu ya kufika mwisho wa safari, kwani liliongeza spidi yake maradufu. Kadri walivyozidi kwenda mbali, ndivyo walivyozidi kushangazwa na mazingira ya eneo hilo. Asahaji akasema kwamba nadhani kuanzia tulivyoanza kule mwanzo mpaka sasa saa imeshapita. Kwa spidi ya hili joka nadhani tumetembea mamia kilomita. Hii njia ina urefu kiasi gani? Aliongea Haji akijikuta katika hali ya kutokuamini kama safari hiyo ilikuwa chini ya ardhi. Asa Hamza upande wake alikuwa akipitisha mwanga mara kwa mara kwenye kuta za pango hilo. Mara kwa mara waliweza kuona ming'ao ya mikato ya mawe, ingawa hawakuona vizuri, waliweza kutambua kwamba mawe hayo yalikatwa miaka mingi iliyopita, pengine katika kipindi cha ustaarabu usiosaulika. Asa Mr. Black akasema kwamba inaonekana ile eneo lina umri wa miaka isiyohesabika, lakini vile vile kuna viashiria vya binadamu kwa kuingia humu. Hamza akasema kwamba naona kabisa wameacha viashiria vyao. Basi Yonis akauliza kwamba itakuwa ni hao watu wa ustaarabu wa Kimaya Hamza akajibu kwamba sina uhakika kama watu wa Kimaya walishawahi kufika hapa, lakini juu ya uelewa wangu wa ustaarabu wa kale wa binadamu, kuna watu wa kale zaidi walioishi na kustaarabika kuliko Mayani. Alijibu hivyo Hamza. Haiji akasema kwamba ustaarabu wa kale zaidi ya Kimaya, yani unamaanisha kipindi cha prehistoric? Aliuliza Haiji, kisha akamgeukia Mr. Black akasema kwamba bro, naona mwanafunzi wako amejifunza mpaka masuala ya ustaarabu wa kale na sasa hivi anajigamba. Aliongea hivyo Haiji. Mr. Black alishia tu kutoa kicheko cha chini chini na kusema kwamba ni kweli anajua mambo mengi sana. Mimi nilimruhusu kusoma kila aina ya kitabu kilichokuwa kwenye umiliki wangu wakati alipokuwa mdogo. Basi Hamza kujali kama Haiji alikuwa akimwaini au la. Alichojua tu ni kwamba eneo hilo lilikuwa na historia ndefu na pana sana. Alijua kuna uwezekano kwamba watu waliotengeneza eneo hilo hawakuwahi kurekodiwa kwenye historia za binadamu. Asa Yones akauliza kwamba hili pango ni refu mno. Ni watu gani wenye uwezo wa kutengeneza eneo la chini ya ardhi kama hili? Aliuliza Yones ambaye alishindwa kuamini kama kuna binadamu mwenye uwezo huo. Kipindi cha nyuma nilishawahi kusoma kuhusu njia mbalimbali zilizopo ardhini. Mfano Morona kuna pango linalosemekana kuwa na urefu wa zaidi ya kilomita 4000. Vile vile kuna mapango chini ya milima ya Andes. Kuna Guatemala pia kuna mapango kule. Maeneo kama mlima Altai pia yana sehemu zilizoenda chini ya ardhi, bila kusahau shimo lisilo na mwisho nchini Namibia. Kwa hiyo nilikuwa nikidhani taarifa hizo ni za wanakiolojia tu na wanasayansi waliokuwa wakichungulia tu maeneo hayo bila uthibitisho wote. Lakini sasa hivi ndani ya hili eneo
inanifanya kuona kuna uwiano mkubwa na taarifa juu ya njia za ardhini nilizowahi kusikia na ambazo zilikuwa maarufu sana. Aliongea hivyo Hamza, akauliza kwamba unaongelea kuhusu njia za ardhini maarufu kama Agatha? Master, na umefikiria kama mimi? Ni kwa sababu ya maneno yako ndio maana nimekumbuka jina hili linalosanifisha uwepo wa njia za ardhini. Linasemekana kwamba mapango ya Agatha yanaunganisha mabara yote: Ulaya, Afrika, Asia, Amerika na Australia. Na wanasema kwamba kuna wazaliwa ambao hulinda njia hizo. Hata hivyo taarifa hizi zilikuwa ni za siri sana na chache, kiasi kwamba mimi sijawahi kusikia mtu akizifanyia utafiti kujua ukweli wake au kuthibitisha uwepo wa makabila hayo ya kizao yanayolinda. Anyway, ni kweli kabisa usemacho, lakini kama hili eneo ni sehemu ya mapango ya Agatha, si inamaanisha taarifa zile si za uongo? Kubwa zaidi, ujenzi wa piramidi ile ulionekana makusudi kabisa kama namna ya kuficha sehemu hii. Ile eneo lazima lilijengwa na binadamu wa ustaarabu wa kale kabisa. Na lile piramidi lilijengwa pale kama njia ya kuficha tu. Maana kwa namna yote, hata kama piramidi lile si la mayani, hakuna mtu yote anayeweza kuliharibu. Aliongea Mr. Black. Sasa Haji akasema kwamba sisi wenyewe watu wawili, master na mwanafunzi wake, yaani naona mnaimba tu wimbo mmoja tusiouelewa. Haya, hebu tuambieni hili eneo ni wapi na tunaelekea wapi, maana hatufiki tu. Kama tukiendelea kwenda mbele, hii tochi si itaishiwa na chaji kabisa. Na tutakuwa tunagiza huko ndani. Vipi kitokea hatari huko mbeleni? Aliuliza Haji. Sasa Mr. Black akasema kwamba sister, usio na wasiwasi kabisa. Ingawa sijui ile joka linatupeleka wapi, lakini lazima kuwe na kitu cha kushangaza kilicho nje ya fikra zetu juu ya ulimwengu huu wa ardhi. Haji akauliza kwamba kwa hiyo unahisi uwepo wa hicho kitu? Wewe ni mshirikina mkuu kabisa wa nguvu za kimajisi. Labda inawezekana kweli uwezi kuhisi chochote, lakini kwangu mimi mvuna nishati tokea muda nilipoingia ndani ya pango hili, nimehisi nguvu ya kiroho ya ajabu ikitokea mbele tunakoelekea. Yaani inazidi kuwa nzito kadri tunavyosonga. Aliongea Mr. Black. Hasa upande wa Hamza muda huo hakuwa na uwezo mkubwa wa hisia kutokana na kupoteza nguvu zake. Hivyo mara baada ya kusikia Mr. Black akiongea hivyo, pale alionekana kufikiria kitu. Inaonekana ndio sababu hiyo Gamba aliweza kuhisi nguvu hiyo ya kiroho. Ndio maana akajawa na shauku kutaka kujua chanzo chake. Wakati huo akiongea, walifika katika eneo la njia panda ambalo lilikuwa na njia 3 za wao kuchagua. Joka lile halikusita hata kidogo, na mara moja likachagua njia ya kushoto zaidi na kuendelea mbele. Sasa Haji akuuliza kwamba limejuaje mpaka kuchagua njia hii, au linatumia uwezo wake wa kiroho kujua uelekeo? Mr. Black akasema itakuwa hivyo, kiumbe kama hili la kiroho lina hisia kali sana kuliko sisi. Basi bwana, kadri muda ulivyozidi kwenda, waligundua njia hiyo ardhini ilikuwa ikichanganya zaidi kuliko maajabu yake yenyewe. Kuna wakati walishuka katika eneo la bonde na kuona mto ukipitisha maji, na wakati mwingine walipanda mlima na kushuka kwa zaidi ya kilomita. Sasa hali hiyo iliwafanya kuhisi eneo hilo halikuwa pango tu, bali ulimwengu ulio chini ya ardhi. Kuna wakati waliweza kuona mimea iliyotoa ming'ao ya rangi kama vimulimuli na kuwastajabisha. Wakati mwingine waliweza kuona madini yaliyong'aa sana, mengine akiwa yamegandiana kwenye kuta. Hata hivyo vitu hivyo havikumfanya joka hilo kuviangalia kabisa. Kwa nguvu ambazo lilikuwa nalo, liliendelea kusonga mbele bila kusita. Hadi nusu siku ilipopita, kundi hilo la watu lilikuwa kama limekufa ganzi kutokana na kushangazwa na maajabu ya eneo hilo la ardhini. Ile hali ya ugeni na mshangao wa kila aina hawakuwa nayo tena. Hata hivyo, upande wa Hamza, macho yake yalionekana kuchanua kadri alivyokuwa akisogea mbele. Pale wazo liliingia akilini mwake, kisha akasema kwamba isije ikawa sehemu hii ni... Wakati Hamza anatamka kauli hiyo, Genduleza alikuwa akipiga miao kwa kuchoka. Lakini mara baada ya kusikia kauli ya Hamza, alishia kuuliza kwa namna ya shauku akisema kwamba kaka Hamza, yani kwamba unataka kusema nini? Hamza alishia tu kukunja sura kama vile ni mtu ambaye ana uhakika, lakini bado hakutaka kukubali juu alichofikiria. Kama navyowaza ni sahihi, tukienda mbali zaidi upande huo, tutakutana bahari. Haji kwa namna ya kutotaka kuamini akasema kwamba bahari ni sawa kwa ile eneo kuwa na mto, lakini inakuaje kuwe na bahari? Hata hivyo, kabla Hamza hajamjibu, upande wa Mr. Black alisinyaza macho yake na kisha akasema kwamba ni kweli ni bahari. Ni mara tu baada ya kutamka maneno hayo, pale wote walijikuta wakiangalia mbele.
Walianza kushangaa kwa kuona eneo la mbele lilikuwa kubwa mno kwa upana. Yaani kama vile kuta za pango hilo zilikuwa zikijitanua na kutengeneza duara kubwa. Yaani kwenda mbali kiasi cha macho kutokuona mwisho. Chini ya sakafu ya eneo hilo la pango kulikuwa na bahari kweli, ambayo juu yake ilikuwa imefunikwa na mwani. Iliyokuwa ikitoa mwanga fulani hivi wa rangi kama vimulimuli. Ilikuwa ni kama mimea ile ile waliokuwa wameona mwanzo, iliyokuwa imejiotesha kwenye kuta za pango. Sasa mwani ama unaweza kaita algae zilifanya eneo la juu ya maji kuwa kama vile nyota za ulimwengu wa kawaida zimedondoka chini na kujaa juu ya maji. Watu wote walikuwa kwenye mshtuko mkubwa na kujikuta wakimwangalia Hamza kwa namna ya kushangaa sana. Sasa Yones akauliza kwamba Hamza, umejuaje kutoka kuna bahari mbele? Aliuliza Yones kwa namna ya kushangaa sana. Akauliza kwamba au ulishawahi kufika hapa? Hamza alishia kutingisha kichwa chake tu kwa namna ya kukataa. Mimi sijawahi kufika hapa, lakini kuna mtu ambaye ameshawahi kufika. Isitoshe imerekodiwa kabisa. Kila mtu alijikuta akishangaa zaidi baada ya maneno hayo, kama vile wanaona jambo ambalo ni kama haliwezekani. Sasa muda huo upande wa Gamba hakuwa na mshangao kabisa, kwani mara baada ya kuyafikia maji hayo mengi aliingia ndani yake. Kutokana na kuwa na mwili mkubwa, haikuwa shida kwake kuogelea na kusonga mbele kwa spidi kubwa. Ukweli uliomfanya Hamza gundua uwepo wa bahari kabla ya kuona ni mara baada ya kukumbuka lile andiko lililokuwa mikononi mwa Dr. Bridge, andiko ambalo liliwafanya hata Sylvia mara baada ya kuliiba kuweza kufikia ile chemchemi ya umilele na hata lile kaburi lenye masanamu kule Tanga. Sasa Hamza mwanzoni aliona labda andiko lile la kale lilikuwa ni kama mchoro tu uliokuwa ukielezea mazingira ya dunia aliyopita, lakini muda huo aligundua andiko lile lilikuwa na ukweli wa asilimia kubwa sana. Na hiyo yote ni kutokana na kwamba andiko lile halikuwa likilenga mazingira ya uso wa dunia, bali lilikuwa likielezea mazingira ya ulimwengu wa chini ya dunia. Hamza aliona pengine andiko hilo lilikuwa likielezea dunia ya nje, na labda miaka mingi baada ya kupita bahari hiyo ilizama ardhini. Sasa ilibidi awaelezee wenzake kuhusu andiko hilo, na mara baada ya kumsikia walijikuta wakishindwa kuelewa kabisa na kuamini, ikawa ni vigumu zaidi. Sasa Haji akasema kwamba isije ikawa zile hadithi zinazosema kuna bahari chini ya ardhi zikawa za kweli, na kwa sababu tunazichukulia kama hadithi pekee ndio maana hatujawahi kuamini. Alongevo Haji ambaye sasa akili yake ilikuwa ikifanya kazi tofauti na binadamu wa kawaida. Sasa Mr. Black akasema kwamba inawezekana ni simulizi tu zinazohadithia ukweli, afu sitoshe asilimia 70 ya sayari ya dunia imefunikwa na bahari, na ni asilimia 30 tu pekee ndio binadamu huishi. Binadamu amekuwa katika hali ya udhaifu mkubwa sana kwenye kufanyia utafiti mazingira ya dunia ya ardhi, na uelewa wetu juu ya kilichopo ndani ya bahari ni mdogo mno. Sasa kama ulimwengu wa nje hatuwezi kufahamu vizuri mpaka leo hii, vipi kama kuna bahari iliyo chini ya ardhi? Si itakuwa ngumu zaidi kwetu kufanyia utafiti? Alangevo Mr. Black. Inawezekana kabisa, kwani mpaka sasa bado kuna aina ya watu ambao tunashindwa kuelewa kabisa licha ya kutumia nguvu nyingi sana kuwafanyia utafiti. Mfano mzuri ni watu ambao walitengeneza piramidi kwa ajili ya kuficha ukweli. Aliongea Hamza, na Haji akasema kwamba wewe mtukutu, kama umeona hiyo bahari, tuambie hili joka linatupeleka wapi sasa? Andiko halikuwa na taarifa za kutosha na lilionekana kuwa nusu kipande pekee. Hivyo kuhusu ni wapi joka hili linatupeleka, hata mimi mwenyewe sina uhakika. Ni kama ambavyo Master ameongea, ulimwengu ni mkubwa sana na ulimwengu wa chini ardhi pia ni mkubwa. Ni ngumu kutegemea andiko pekee kutuelezea kila kitu kilicho chini ya uso wa dunia. Basi mara baada ya muda usiojulikana, bahari iliyokuwa mbele yao ilianza kutawaliwa na mwanga. Hamza na wenzake walizidi kushangazwa na jambo hilo, kwa sababu walikuwa chini ya ardhi na bahari waliopita juu yake ilikuwa na kuta za ardhi. Sasa kwa nini bahari iliyokuwa mbele yao ilikuwa ikimulikwa kama na jua? Kadri walivyozidi kusonga mbele, waligundua ni kama vile walikotoka kulikuwa usiku na walikoingia kulikuwa ni mchana. Hasa mara baada ya wote kutoka kwenye kuta za ardhi na kuingia kwenye bahari yenye mwanga, waliinua macho yao juu na kushuhudia anga kama anga, tena la rangi ya blue. Ingawa hakukuwa na jua, kulikuwa na mnunurisho wa mwanga usio na mwisho uliosambaa kila kona eneo la bahari. Hasa Haji alishangazwa sana na jambo hilo. Akasema kwamba inawezekana vipi hii? Yaani kivipi kuwa na anga chini ya ardhi? Yones akasema ya kwamba au tumerudi juu ya uso wa dunia? Hapana, hebu angalieni kwa makini. Mayungu yake angani yamesimama tu bila kusogea hata kidogo. Kuna uwezekano likawa anga feki. Aliongea Hamza. Haji akasema kwamba anga feki unamaanisha ni kuna
kuna mtu katengeneza anga feki chini ya ardhi kivipi yani? Genduleza akasema kwamba unajua kile tunachokiona hapa kipo nje ya fikra za kibinadamu. Kuwepo kwa anga feki sidhani kama ni jambo la kushangaza sana. Aliongea hivyo Gendu. Hata yeye mwenyewe aliona anachoshuhudia ni kama akili zao zipo katika hali ya ukichaa. Lakini kadri alivyojitahidi kuangalia mazingira kwa mtazamo tofauti, alishindwa kuamini uhalisia wa kila kilichopo mbele yake. Sasa Mr. Black kwa kuamake akasema kwamba hebu angalieni kule mbele yetu. Baada ya kuangalia mbele, waliweza kuona eneo lililochipukia juu ya maji kama vile ni kisiwa. Ni eneo lililokuwa limefunikwa na mimea iliyotoa mwanga mkali sana, hata kuumiza macho. Sasa mara baada ya joka lile kuona eneo hilo kama kisiwa, lilianza kupigisha mkia wake kwa nguvu, kana kwamba linatumia nguvu kubwa sana kuogelea kusogea kuliko mwanzo. Haikuchukua muda mrefu wote kufika katika eneo hilo la kisiwa. Gamba alijaribu kuchimba mimea eneo hilo iliyokuwa ikitoa mwanga. Hasa Mr. Black akasema kwamba hili eneo lina nguvu kubwa mno ya kiroho ambayo haijawahi kuwepo kwenye uso wa dunia. Aliongea Mr. Black mara baada ya kugundua mwanga uliokuwa umefunika mimea hiyo ulikuwa aina ya nguvu za kiroho katika wingi mkubwa sana. Hasa Gendu akasema kwamba hakika Gamba anastahili kuwa Mungu wetu, maana kuweza kupata ile eneo sio jambo la kawaida. Aliongea Gendu kwa mshangao, huku sasa wakati ule ule akimshika Hamza mkono. Gendu akasema kwamba Hamza, hapo utaweza kuvuna nishati kwa urahisi sana. Ukishaongeza uwezo wako utaweza kurudisha nguvu zako zote ulizopoteza. Hamza alikuwa na furaha na mazingira hayo, lakini alijua kwamba wingi wa nguvu hizo za kiroho haikuwa na msaada kwake, kwa sababu tatizo lake halikuwa kukosa nishati, bali ni kwamba hawezi kunyonya nishati. Muda huo Gamba aliweza kupanda mpaka kufikia eneo la juu ya kisiwa hicho. Mara baada ya kufika katika eneo la kilele chake, waligundua kulikuwa na hali ya kubonyea katika eneo hilo na kuwa kama shimo lenye muundo wa sahani. Katika eneo la katikati la shimo hilo kulikuwa na maji yaliyokuwa yakimetameta, na pembeni yake kulikuwa kuna mimea iliyofanana na uyoga mwekundu vile. Kwa ufupi ilikuwa ni zaidi ya uyoga mwekundu kwa muonekano wake. Hata kutoka mahali waliposimama waliweza kuhisi harufu ya uyoga huo. Na karibu wote mara baada ya kuvuta harufu hiyo walijisikia kana kwamba uchovu wote waliokuwa nao umepotea, wakibaki katika msisimko mpya. Nadhani hiki ndicho Gamba alichokuwa akikitafuta, anaongea Hamza huku akiangalia joka hilo lilivyokuwa na macho ya uchu. Hata hivyo muda huo joka hilo lilionekana kusimama, kana kwamba liliogopa kuingia katika eneo hilo la kilindi na kuishia kuzunguka kwenye ncha zake. Haiji akauliza kwamba kwa nini aliingia. Aliuliza hivyo Haiji ambaye alikuwa na uhakika kilichopo katikati, yani kilichopo katika kilindi kile ni hazina kubwa sana. Asa Mr. Black akasema kwamba linaonekana kushikwa na hofu, nadhani kuna hatari ndani ya eneo hilo. Hamza alionekana kufikiria kidogo, kisha pale pale alinama chini na kutafuta kokoto katika mchanga wa kisiwa hicho na kuirusha eneo la kilindi kile. Kabla hata ya jiwe lile kutua chini, nguvu ya ajabu ilionekana kuamka na kuliyeyusha jiwe lile mara moja. Kila mmoja alijikuta muonekano wake ukibadilika, na waliona ndio maana joka hilo lilikuwa katika hali ya kuogopa. Eneo hilo lilionekana kuwa na muonekano wa kuvutia kweli, lakini upande mwingine lilionekana kuwa ni eneo la kifo. Nishawahi kusoma simulizi inayoelezea uwepo wa kilindi chenye uyoga wa maisha umilele, lakini uyoga huo huzungukwa na maji ya nta yenye kiwango kikubwa sana cha nguvu ya kiroho kama namna ya ulinzi wa kulinda uyoga huo. Aliongea Hamza. Genduleza akasema kwamba kama hiyo simulizi inamaanisha hiki kilichopo mbele yetu, kipi sasa tunapaswa kufanya? Hatuwezi kuja kote kufika mpaka hapa na kuondoka mikono mitupu. Haiji akasema kwamba bro, hivi unaje ukitumia uwezo wako wa nishati kupaa kwenda kujaribu? Aliongea Haiji na kumfanya Mr. Black kuishia tu kutoa tabasamu la uchungu. Kisha akasema kwamba sister, unaona mwenyewe kabisa jiwe lile pale lilivyoyeyuka kwa haraka sana. Hata kama mimi nikitumia uwezo wangu, nitaishia kuyeyuka kabla hata ya kufikia eneo la katikati. Muda huo wote walijikuta wakiwa katika hali ya kusita, wakiangalia eneo hilo. Sasa Hamza alishia kushika kidevu chake, akionekana kufikiria kwa muda, kisha akasema kwamba mshawahi kusikia juu ya Kaske effect? Aliuliza. Sasa Haiji akasema mtukutu, hebu acha basi kucheza na maneno, wewe tuambie tu moja kwa moja bana. Uwezo wa maji kuwa na radhi ya pipa inategemea na umri pekee. Mnaonaje tukifikiria hili eneo kwa mtazamo huo? Aliongea Hamza. Mr. Black akasema kwamba Hamza, unamaanisha kwamba ni tuyafanye yale maji kuondoka? Aliuliza Mr. Black ambaye macho yake yalichanua. Hamza akasema kwamba hakuna namna ya sisi kulazimisha kufikia ile mimea.
Aliongeza Hamza, kisha akanyosha kidole kuashiria eneo hilo upande wa chini. Hii ndio sehemu ya juu zaidi kwenye hiki kisiwa. Ingawa eneo hili lipo kama kilindi, bado lipo sehemu ya juu zaidi kuliko sehemu zingine. Kama tutaweza kutoboa na kufanya maji yake yatiririke kwenda chini, basi ni kwa hakika tunaweza kuifikia ile mimea. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Mr. Black akasema kwamba ndio njia hiyo tunaweza kuijaribu. Kitu pekee tutapoteza tu muda kwenye kuchimba kutengeneza njia. Aliongea hivyo Mr. Black. Bila kusubiri Mr. Black hata kumaliza kuongea, joka gamba bwana ni kama lilielewa na macho yake yakachanua. Pale pale aliweza kushuhudia joka lile likipiga kingo za kilindi kwa kutumia mkia wake. Mawe magumu yalianza kutingishika kwa nguvu na pale pale ufa mkubwa ukaonekana. Kila mmoja alisogea mbali, wakijua fika kwamba katika swala la kuchimba hakutakuwa na mwenye uwezo kuzidi joka hilo. Muda huo joka hilo lilionekana kuona mimea hiyo kuwa na umuhimu mkubwa kuliko mtu yote hapo. Hivyo mara tu baada ya kusikia wazo la Hamza lilichukua hatua. Walidhani mwanzoni wangetumia muda mrefu kutengeneza njia mpaka kufanya maji ya kilindi hayo yatiririke chini. Lakini kwa uwepo wa joka hilo ilichukua muda mfupi tu mpaka upenyo kutokea. Ni muda ule pembezoni mwa maji ya kilindi kile vilionekana vitu kama vioo, lakini havikuwa vioo, bali ni kama barafu iliyogeuka kioo na kutengeneza kuta. Ilikuwa ni kama barafu hizo ndizo zilizokuwa zikikinga maji ya kilindi yasikauke au kusambaa. Sasa mara baada ya mtikisiko mkubwa, barafu ile ya kioo ilipasuka na kufanya maji yale kuanza kutiririka kupitia ule ufa. Asa Hamza kwa nguvu akasema kwamba sogeni mbali, msiruhusu kusogelewa nayo maji. Aliongea akijua muda huu ni muhimu sana na hakupaswa kufanyika kosa lolote hata kidogo. Asa muda huo sasa waligundua maji yale yalikuwa mazito kama vile asali. Licha ya mwanzo kuonekana mepesi, joka hilo hata lenyewe liliogopa maji hayo na lilisogea mbali. Sasa yale maji mazito kama asali yalipokuwa yanatiririka kwenye ufa kama volkano, jambo lingine la kimiujiza lilitokea. Mara baada ya ardhi kuguswa na maji yale, mimea iliyokuwa karibu ilianza kukua kwa spidi sana. Ingawa mwanzo ilikuwa mikubwa ya wastani, kila ilipoguswa na kimiminika hicho mara moja ilianza kumea kwa kasi ya kuonekana kwa macho. Ilikuwa ni kama kitendo cha kujirudia. Mimea ilikuwa haraka kutoa maua na mbegu, kisha kudondosha mbegu hizo, kunyauka na tena kuanza kumea upya kwa kujirudia. Asa Mr. Black akasema kwa kuangalia tu hiki kisiwa, uoto wake wa asili ni kama unapitia mabadiliko makubwa kutokana na nguvu yake ya kiroho. Ni athari kubwa kiasi kwamba hatuwezi hata kuigusa. Aliongeza Mr. Black kwa namna ya kujutia. Sasa kulingana na kanuni za fizikia ya uhifadhi wa nishati, kama kweli hii nguvu inasambaa, basi haimaanishi kwamba inapotea. Hivyo sidhani kama inaweza kuwa hasara kwetu. Kama tutaweza kuinyonya taratibu, sidhani kama inaweza kuwa hasara. Aliongeza Hamza, na Mr. Black alishia kutingisha kichwa. Akasema kwamba wewe mtukutu, uelewa wako juu ya mambo ya nishati ni mkubwa tokea ukiwa mdogo. Ndio maana muweza kunipita hata mimi. Basi bwana, dakika na sekunde zilipita. Mara baada ya kuona maji yale ya nta yamekauka, Hamza kwa tahadhari zaidi aliliamrisha ligamba kwenda baharini na kunywa maji mengi sana kwenye tumbo lake, kisha kuja nayo juu ya eneo la kilindi. Alijua kwamba kama maji hayo ya nta yatachanganyikana na maji ya baharini, basi yatakosa nguvu na angalau ingekuwa ni salama zaidi. Asa Hamza mara baada ya kuona gamba amefanya kama alivyotaka, pale aliliamrisha tena kusogelea eneo la kilindi kwa ajili ya kuchuma uyoga ule wa kiroho. Haiji kwa namna kulana akasema kwamba wewe kuliagiza ile joka kwenda kwenye kilindi, hivi unataka sasa litafune uyoga wote peke yake? Aliongea Haiji kwa namna ya kulaani. Hata Hamza alikuwa katika hali ya wasiwasi. Walielewa kwamba kama gamba angekula uyoga huo wote na ukamfanya kuwa na nguvu, basi wasingeweza kumzuia. Hata hivyo muda ule gamba alisogelea katikati ya eneo la kilindi, kisha akaumeza ule uyoga wote wa kiroho na akageuka kurudi alipoacha Hamza. Haiji akasema da, pumbavu. Yaani mnyama ni mnyama tu siku zote. Sasa kwa nini singetubakishia hata kidogo? Haiji alijikuta akilalamika. Joka lile lilionekana kuelewa lugha ya kibinadamu na lilishia kumwangalia Haiji kwa macho yake ya kijani. Ingawa Haiji alikuwa mshirikina mkubwa aliyebobea katika kazi yake, bado aliogopeshwa na macho ya joka hilo na kuishia kunyamaza. Hasa muda ule gamba alipanua mdomo wake na kisha akatema uyoga wote mbele ya miguu ya Hamza. Gamba mara baada ya kumaliza kitendo hicho, macho yake yalikuwa katika hali fulani ya tofauti. Yaani ni kama vile lilikuwa likitarajia makubwa kutoka kwa Hamza. Hasa Genduleza alicheka akasema, kaka Hamza,
nadhani tumemfikiria Gamba vibaya. Inaonekana kabisa yupo tayari kuona ukirudisha uwezo wako kwa kukuletea huo uyoga wa nguvu za kiroho. Mr. Black akasema kwamba huyu Gamba hakika ni kiumbe cha kiroho. Lazima linajua pasipo wewe lisingeweza kupata fursa kufikia huu uyoga wa kiroho. Hivyo likaona lisipelekeshwa na tamaa na badala yake kulipa deni la shukrani kwa kukupatia kiasi karibu chote cha uyoga. Aliongea Mr. Black. Anasema baada ya wote kufikiria hilo, waliona inaweza ikawa ni sahihi. Kama Hamza angeliua joka hilo kwenye lile pango, basi pengine kila kitu kingeishia pale. Kama Hamza asingekuwa kwenye hatari, joka hilo lisingekuja hapo kwa ajili ya kumwokoa, na matokeo yake gundua uwepo wa eneo hilo. Kila kitu kilionekana ni mfuatano wa matukio. Kanuni ya sababu na matokeo, yani cause and effect. Hamza alishia kuangalia vipande hivyo 6 vya uyoga mwekundu vilivyokuwa katika hali ya ubichi kabisa, yani kama vile vilimea siku hiyo hiyo. Ingawa uyoga huo ulikuwa na mate ya nyoka, haukuwa hatari kwao. Basi bwana, Hamza alishia kuangalia vipande hivyo 6 vya uyoga mwekundu vilivyokuwa katika hali ya ubichi kabisa, kama vile vilimea siku hiyo hiyo. Ingawa uyoga huo ulikuwa na mate ya nyoka, haukuwa hatari kwao. Hamza alijikuta akiinama na kuchukua uyoga ule akiwa na hamu ya kujaribu kutafuna kidogo. Kwa namna ambavyo uyoga ulivyokuwa ukitoa harufu. Basi ulikuwa ni kama uyoga wa majini hivi. Sasa Hamza akauliza kwamba Gamba, umetosheka na kula kipande kimoja tu? Aliuliza Hamza mara baada ya kugundua joka hilo lilikuwa limetafuna kipande kidogo tu na kumwachia uyoga wote. Gamba alishia kutingisha kichwa chake tu. Kisha pale pale alipanua mdomo wake na kuonyesha kipande cha uyoga kilichokuwa ndani. Kisha akakimeza pale pale. Mara baada ya kipande kile cha uyoga kuingia tumboni mwake, joka lile lilianza kujipinda kwa kasi kubwa, yani kama vile lilikuwa katika hali ya maumivu. Ndani ya muda mfupi tu liligeuka kama jongoo na kujivingilisha kiasi cha kichwa chake kikubwa kuwa katika eneo la katikati, na lilifumba macho yake kana kwamba liliingia katika usingizi wa ghafla. Ni muda ule ule kila mtu alianza kushangaa mara baada ya kushuhudia gamba la nje la joka lile likianza kujifutua kwa namna ya kuachiana na mwili. Asa Haji kwa maki akasema kwamba linavua gamba lake. Mr. Black akasema inaonekana nguvu ya uyoga huo wa kiroho ni kubwa mno. Yaani kwa dude lote hili limeweza kuwa katika hali hiyo kwa kutafuna kipande kidogo tu. Anaongea Mr. Black kwa namna ya kushusha pumzi. Hamza alijikuta akishangazwa na jambo hilo pia. Pale na yeye alijua labda hapaswi kula kiwango kikubwa. Aliona kama angetafuna kipande kikubwa muda huo, pengine angepotea kutokana na kiwango kubwa cha nishati. Sasa mara baada ya kuona mabadiliko ya Gamba, Hamza naye alijawa na matarajio makubwa juu ya mwili wake. Hakuwa na uhakika wa athari za aina gani angepata kwa kula uyoga huo, lakini alijiuliza au na yeye mwili wake utajivua gamba la kihenga na kupata ngozi mpya. Basi bwana, Gamba alionekana kuwa katika usingizi mzito wakati alipokuwa akianza kuangusha ngozi yake taratibu. Ilionekana lilikuwa katika wakati muhimu zaidi wa hatua yake mabadiliko, na haikujulikana ni muda gani angeamka kutoka kwenye usingizi huo. Kutokana na hali hiyo, Hamza na wenzake waliona hawakuwa na namna ya kuondoka kwenye kisiwa hicho na kutoka nje. Ilikuwa ni bahati kwamba kisiwa hicho hakikuonekana kuwa na hatari sana. Hivyo wote walikubaliana kubakia katika eneo hilo kwa muda, wakisubiri mpaka wakati joka hilo litakapoamka na ndipo wafikirie namna ya kuondoka. Ukweli ni kwamba ukiachana na eneo hilo la kisiwa, bado kulikuwa na eneo kubwa sana la wao kutembelea. Asilimia kubwa lilikuwa limefunikwa na maji, na ilikuwa ni ngumu kujua kama kuna visiwa vingine huko mbele, lakini kwa wakati huo halikuwa kipaumbele kwao. Mwanzoni Hamza akiwa nje ya dunia alikuwa na hofu ya kukosa eneo la kujificha, lakini eneo hilo ambalo lilikuwa kama paradiso lilimpa hali ya kujiamini na kuona kwamba anapaswa kufanya kila inalowezekana kurudi katika uwezo wake na kuongezeka nguvu zaidi. Ingawa eneo hilo halikuwa na chakula, lakini kutokana na uwepo mkubwa wa nguvu za kiroho, hata kama mtu asipokula, bado nguvu hiyo ya kiroho ilifanya mwili wa mtu kuwa katika hali ya afya nzuri. Kwenye kisiwa hicho kulikuwa na mapango mengi mno. Hamza na wanawake hao pamoja na Mr. Black na Haji waliamua kuishi kwenye mapango tofauti tofauti. Hamza pia aliwapa sehemu ya uyoga Mr. Black na Haji. Kwake yeye, kama watu hao wasingetokea mapema kuja kumsaidia,
asingeweza kumsubiri Genduleza na joka kutokea na kutoa msaada. Mr. Black na Heiji wote walikuwa na shauku kubwa ya kutumia uyoga huo kwa ajili ya kuongeza nguvu zao. Afistoshe, kipande kidogo tu cha uyoga huo kilitosha kumfanya joka mkubwa kama gamba kuanza kupitia mabadiliko. Hivyo kulikuwa na uwezekano mkubwa kwa wao pia kupata mabadiliko ya uwezo wao. Hasa Mr. Black uwezo wake ulikuwa kwenye ufunuo mkuu, lakini licha ya kuwa na uyoga huo, bado ilikuwa ni ngumu kwake kwa kula tu kuweza kufikia kiwango cha uamsho wa kiungu. Upande wa uyoga mwingine uliobakia ambao alikuwa nao Hamza, ukweli hakujua ni kiasi gani anapaswa kula kwa ajili ya kuongeza uwezo wake. Hata hivyo, aliona aanze na kipande kidogo kwanza. Upande mwingine, Yones alikuwa na wasiwasi mno na alishia kuongea kasema kwamba Hamza, kwa nini usile kipande kidogo zaidi? Genduleza aliposikia hivyo alishia kuonyesha muonekano wa kejeli na kisha akasema kwamba Hamza, hebu punguza uoga bwana, unapaswa kula kipande kikubwa ndio utakuwa vizuri kwa haraka. Lakini ni kila kidogo na bado haitoshi, ninaweza kuongezeka. Ni kila kipande kikubwa naweza kulipuka. Genduleza akasema, basi kula kidogo kidogo. Aliongea Genduleza, kisha alipiga hatua mpaka kwenye mdomo wa pango na kuongea akasema kwamba wewe endelea kuvuna nishati bwana, sisi tutalinda. Akauliza kwamba nyie hamtaki kula? Hakuna mtu yote hapa bwana, kwa nini na nyie msivune nishati? Yonis akasema, Hamza, kwangu mimi sina kipaji kikubwa cha kuvuna nishati. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Jambo muhimu tu ni wewe kurudisha uwezo wako kwanza. Genduleza naye akasema kwamba hata kwangu mimi nguvu yangu ya ukike bado haijaamka. Hivyo hata nijifunze vipi sidhani kama ninaweza kupiga hatua yote. Sasa Hamza alishia kukunja ndita huku akimwangalia Genduleza kwa macho ya uchunguzi. Mara baada ya tukio lililowafikisha hapo, ilionekana wazi mwanamke huyo hakuwa na nia mbaya kwake. Isitoshe, kama sio mwanamke huyo kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya wasiwasi wa usalama wake, pengine muda huo angekuwa amekwisha kufa. Ingawa hata yeye alimuokoa mwanzo, bado alipaswa kumtendea vizuri kwa kumjali. Asa Hamza akasema kwamba Gendu, kuna mbinu ya mafunzo niliyoona kwenye pango. Nitakuelekeza namna ilivyo ili uone kama unaweza kujifunza. Asa Gendu kwa mshangao akasema, nini? Kumbe kulikuwa kuna mbinu ya mafunzo kwenye yale mapango ya joka? Aliuliza kwa mshangao. Akasema kwamba kwa nini sijui kusikia hata master akizungumzia kuhusu hilo? Hamza akasema nadhani master wako pia hajui. Aliongea Hamza kwa namna ya kumwemesa midomo. Ni muda huo Genduleza alionekana kufikiria jambo na haraka sana akamuuliza Hamza kwamba Hamza, hiyo mbinu ya mafunzo inaitwaje? Hamza akasema kwamba sanaa ya maungamo ya mbingu. Akauliza nini? Nimesema ni inaitwa sanaa ya maungamo ya mbingu. Mara baada ya kutamka maneno hayo, macho ya Genduleza alimtoka. Akasema, ni mbinu ya urudishaji wa mbingu. Kwa hiyo kumbe mbinu hiyo ilikuwa kweli na sio simulizi tu. Ulishawahi kusikia hiyo mbinu? Ukweli ni kwamba kulikuwa kuna hadithi za kale sana zilizosimuliwa kwa vipindi vingi katika imani yetu ya Ubikra. Inasemekana kwamba imani yetu ilianza kama sehemu ya mwanaume na mwanamke na wote walikuwa na hadhi sawa. Hiyo ni kwa sababu ya uwepo wa mbinu zote ambazo mwanaume na mwanamke walijifunza. Muhimili wa mbinu hii kwa waanzilishi wake ulikuwa katika msingi wa kwamba mwanaume na mwanamke wameumbwa kwa ajili ya kuzibiana udhaifu wao katika kuhusisha na vitendo vya kujamiana. Hata hivyo, ilisemekana mwanzoni kabisa kwa wale waliokuwa wakijifunza, mwanaume alimsaliti mwanamke na mwisho siku kukawa na mgogoro mkubwa uliopelekea wanaume wote waliokuwa na uelewa wa mbinu hiyo kupoteza uhai, na mbinu hiyo ikapotea. Ndipo ikabaki mbinu ya ukike pekee ambayo ilifunzwa mpaka leo hii kwenye dhehebu letu. Hiyo ndio maana kwenye dhehebu letu unaona wanawake wakiwa na heshima kuliko wanaume. Hiyo yote ni kwa sababu inaaminika wanaume waliwasaliti mababu zetu na kutupiwa laana. Hamza mara baada ya kusikia maelezo hayo, alijikuta akielewa na kujiambia kwamba ndio maana ndani ya pango lile nilichoweza kupata ni kama sehemu ya mafunzo pekee. Kumbe sehemu yake iliyobakia ilipaswa kuungana na ya upande wa mbinu waliokuwa wakijifunza wanawake wa dhehebu la Mabikra. Basi hata hivyo, ilionekana kutokana na kuwa mbinu ya muda mrefu sana iliyobadilisha wanawake kutoka kuwa mbinu ya kawaida ya mafunzo ya nishati na kuwa kama mbinu ya kishetani ambayo kazi yake ilikuwa ni kunyonya nguvu za wanaume ambao wanawake hulala nao. Kwa ufupi, mbinu hizo mbili kama zikiungana, maana yake ni kwamba mwanaume na mwanamke pale wanapokutana
nguvu zao badala ya kuathiri, yani ya kuathiriana, zinakuwa katika hali ya ni kama zinaungamana vile na kuwa faida kwa wote. Asa mara baada ya Hamza kuyafikiria hayo yote na kuinua uso wake, aliweza kuona namna Gendu alivyokuwa katika hali ya aibu. Hamza, unajua mara nyingi wakati nilivyokuwa nikifanya mafunzo ya ukike, nilikosa sehemu muhimu kwa ajili ya mafunzo ambayo ni mwanaume ili nipate ufanisi. Ndio unataka tujifunze pamoja, ndio maana ukanikumbushia, si ndio? Sio tu Hamza alishikwa na soni, bali vile vile hata Yunis aliyekuwa pembeni alishikwa na hali ya aibu. Sijafikiria mbali kiasi hicho, aliongea Hamza akilazimisha tabasamu. Unaonaje ukiacha kujifunza kwa sasa? Hapana, mimi ni mwanamwali mkuu wa The Blade na hiyo mbinu sisi ndio wamiliki, kwa hiyo unapaswa kuniambia kwanza ilivyo. Aliongea hivyo Gendleza. Hamza kuona hivyo hakuona haja ya kupoteza muda, hivyo aliamua pale pale kumwambia mbinu hiyo ilivyokuwa. Mara baada ya kuirudia mara kadhaa, hatimaye Gendleza alionekana kuelewa na kukumbuka maneno vizuri. Hasa Hamza mara baada ya kuona mwanamke huyo ameelewa na kuwa katika hali ya utafiti wa mbinu hiyo, pale pale aliamua kula uyoga wa nishati na kuumeza. Kitendo kile cha kumeza na kuanza kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha, pumzi yake yote ni kama libadilika na kumfanya au anapumua manukato. Hali hiyo sasa ilifanya hisia zake ziwe katika hali ya werevu mkubwa kiasi cha kuanza kufanya ubongo wake kutingishika. Na ukweli muda huo Hamza alihisi amekula kitu ambacho hakuwahi kula katika maisha yake. Haukuwa ule utamu wa kuelezea kwa maneno, bali ni ule utamu wa kuelezea kwa ukamilifu wa moyo. Kwa lugha nyepesi ni utamu wa nafsi. Hamza alijikuta akishindwa kujizuia na kutoa sauti ya ajabu, yaani kama vile alikuwa akifanya mapenzi na kufika kileleni. Upande wa Yunis mara baada ya kuona hivyo, alishindwa kujizuia na kuanza kushikwa na aibu za kike kwa mara nyingine, huku upande wa Gendleza akiishia kurembua midomo yake tu, huku akiziba mdomo wake akijizuia kutokucheka. Lakini ni muda huo Hamza alihisi utamu usioelezeka wa uyoga ule kufikia tumbo lake. Ghafla alihisi wimbi la nishati likishambulia viungo vyake vya mwili kuanzia kwenye mifupa, seli na hata mishipa yake ya damu. Hamza alijikuta akipiga makelele huku macho yake yote yakimtoka na ile miale ya mvua ya dhahabu ikaanza kuonekana kwenye macho yake kwa mara nyingine. Mwili wake wote ulimtetemeka huku mkondo fulani hivi kwa yani kama wa moshi hivi mweupe ukitoka kwenye mwili wake kupitia vinyweleo. Yunis na Gendu wote walijikuta wakishtushwa mara baada ya kuona mabadiliko ya Hamza. Lakini mara baada ya kuthibitisha hakuwa kwenye hatari, wote walijikuta wakiwa katika hali ya kutulia. Hamza hata mwenyewe aliyekumbwa na athari za mwanzo alionekana kuanza kurudi katika hali ya kawaida na alikunja miguu yake chini katika pozi la tahajjud. Sasa ilionekana meli kubwa ya kifahari katika bahari bwana, ikiwa imezingirwa na boti ndogo ndogo za kifahari. Ndani ya meli hiyo kundi kubwa la watu matajiri duniani na wenye ushawishi mkubwa walikuwa wamekusanyika. Kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mabosi hao, kulikuwa na meli za kivita na manuari za kijeshi zilizokuwa zikipiga doria eneo la maili kadhaa kutoka ilipo meli hiyo na boti zake. Sasa basi, katika eneo la katikati ndani ya meli hiyo kulikuwa na ukumbi mkubwa wa mikutano ambao wote ulikuwa umejaza wanaume na wanawake waliovalia mavazi yaliyoashiria ukwasi wa kutisha. Watu hao walikuwa vigogo wenye nguvu kubwa katika kila nyanja zao. Ukiachana na matajiri waliokuwa na ukwasi wa kuhesabika kwa mabilioni ya dola, kulikuwa pia na viongozi wa kifalme na wa taasisi kubwa duniani, na muda huo karibu watu wote walikuwa ndani ya eneo hilo wakionekana na nyuso zilizokosa utulivu. Walikuwa wamesubiri kwa zaidi ya masaa mawili, lakini hawakuweza kuona wala kupata jibu la kueleweka. Mtu pekee aliyekuwa na hali ya utulivu alikuwa ameketi eneo la mbele juu ya mabosi yao. Alikuwa mwanaume mtanashati aliyevalia kisharubalo na amekunja miguu yake kwa kupiga nne na kukaa kwa namna ya kulalia kiti. Pembeni yake kulikuwa na wanawake warembo wa kizungu wenye shingo za twiga waliokuwa wakimlisha matunda ya zabibu. Na mara baada ya kuona bwana huyo sharubalo akifurahia maisha pasipo kuwajali, mabosi hao walizidi kutokuridhishwa na jambo hilo. Hasa mwanaume mzee mwenye nywele nyeupe hivi aliuliza ya kwamba, "Roddenberry, may I ask when we can meet the madam?" Aliuliza hivyo aliyekuwa amevalia tu kiungwana kwa muonekano makini, huku mkono wake ukiwa umeshikilia mkongojo wenye mchoro wa ndege aina ya mwewe. Basi akajibiwa kwamba, "Prince Wilson, haraka nini? Kuna chakula na vinywaji hapa. Kama mmechoka kula vyakula vyenye gesi, wapo warembo wanaoweza kuwafanyia masaji bana." Basi Prince Wilson akasema kwamba hatupo hapa kwa ajili ya kula bata. "We are here to pay tribute to the mighty king of hell." Hata kama Lord Lucifer amejifungia kwa ajili ya mafunzo,
bado angalau tunapaswa kukutana na mke wake au Sally, si ndio? Aliongea hivyo Prince Wilson. Barry aliishia kuchokozana na mrembo aliyekuwa pembeni yake. Kisha akaongea bila wasiwasi akasema kwamba nyie watu hivi kwa nini mna haraka hivyo kutaka kutoa shukrani zenu kwa bosi? Nimesema bosi yupo kwenye mafunzo makali ya kujitenga, na shemeji yangu huko busy na masuala ya kitaasisi. Hivi kwa nini mnaona ni rahisi kutaka tu kuonana naye muda mnaotaka nyie? Basi mara baada ya kuongea hivyo, pale pale alionekana mwanamume mwingine mwenye mwili mpana aliyevalia kanzu nyeusi na kilemba kichwani. Akasema kwamba Master Barry, ingawa ni kweli ujio wetu ni wa haraka, lakini nia zetu ni za dhati kabisa. Sisi tumekuwa tukitegemea msaada wa Lord Lucifer kwa zaidi ya miaka 3 au 5 sasa. Kila mwaka tunapaswa kutoa shukrani zetu kwa ajili ya kuendelea kupata ulinzi wake. Lakini ni hivi sasa tu tumesikia kwamba baada ya kusalitiwa na watu wa baraza la giza wa umri wa kale, alipata majeraha makubwa sana. Ndio maana tunaona hofu na wasiwasi mkubwa. Yote ni kutokana na heshima zetu kwake. Basi Barry akasema ya kwamba Chifu Hassan, naelewa sana chama chenu ndio kinachoongoza kwa kutoa mchango mkubwa. Na kwa hilo tunakubali hisia zako za dhati kwa bosi. Hivyo subiri kidogo tu. Ingawa shemeji yangu ana kazi nyingi za kufanya, lakini atafika hapa muda si mrefu. Basi muda ule mwanaume wa umri wa makamo hivi wa kizungu tu aliyevalia suti akauliza kwamba Lord Barry, are you sure Lucifer is fine? Samani kama maneno yangu yatatafsirika vibaya, lakini mpaka sasa imepita mwezi mmoja tangu tukio la mauaji litokee jijini Sao Paulo. Inamaanisha Sir Lucifer anahitaji muda wote huo kwa ajili tu ya kupona majeraha yake. Barry alishia kuchezesha kiuno cha mrembo aliyekuwa pembeni yake, kisha akajibu bila wasiwasi wote akisema kwamba Mr. Morgan, familia yenu ipo vizuri sana katika nyanja za biashara na siasa, lakini hamna uelewa wote kuhusu mafunzo ya nishati. Bosi wetu hayupo katika eneo la kujitenga kwa ajili ya kupona majeraha, bali ameamua kuchukulia wakati huo kama fursa ya kupanda level kwa viwango vya juu zaidi. Hivi kwa nini unaamini fununu zisizo na ukweli juu ya bosi wetu kupoteza uhai ama kupoteza nguvu zake? Barry muda huo uso wake ulikuwa umejaa hali ya dhihaka wakati akiangalia wazee waliokuwa katika eneo hilo mmoja baada ya mwingine. Karibia kundi lote lilionyesha hali ya kwamba hawakuwa wakiamini kabisa maneno ya Barry. Hata hivyo wote walikuwa na maswali mengi juu ya kipi ambacho kilikuwa kikiendelea. Sababu ya pekee iliyowafanya kuja hapo kwa kisingizio cha kutaka kutoa mchango wao ilikuwa ni kutaka kujithibitishia juu ya fununu zinazosema kisiwa cha Toharani kimebakia nguvu ya jina lake tu. Lakini Hamza ambaye ndiye alikuwa akishikilia nguvu ya kisiwa hicho alikuwa amekwisha kufariki. Waliona kama taarifa hizo zingekuwa za kweli, basi matokeo yake hayakuwa na haja ya kuendelea kumtegemea Hamza tena kwenye masuala ya ulinzi. Ulimwengu wa giza ulikuwa umebadilika sana. Hata kama mabosi hao walikuwa na ukwasi mkubwa wa hela, bado walikuwa na wasiwasi juu ya namna ya kuendelea kuwa hai pasipo kujitengenezea maadui. Hivyo pasipo kuwa na ulinzi wa nguvu kubwa, hawawezi kuwa na amani juu ya usalama wao wenyewe. Hivyo hali halisi ya umoja huo wa Inferno ilikuwa muhimu sana kwao. Hasa muda huo Barry macho yake yalitua kwenye mzee wa kizungu hivi aliyekuwa ametulia muda huo. Kisha kauliza kwamba Mzee Pino, umekuwa na ukaribu na bosi kwa zaidi ya miaka miwili. Unadhani ni kweli bosi kapotea kama inavyodhaniwa? Mzee Pino aliinua kichwa chake kwa unyenyekevu na akaongea kwa sauti ya kujishusha akasema kwamba Mheshimiwa Lucifer yupo katika kilele cha umri wake na amepitia vita vingi sana na kushinda. Bila shaka mimi siwezi kuamini hizo fununu. Basi Barry alicheka akasema, nitamweleza bosi maneno yako. Bosi wetu kapata majeraha kidogo tu na kutokana na kujitengenezea marafiki wengi. Mara moja mmeshikwa na wasiwasi na kuja mpaka hapa kumuona. Hebu naomba tu mimi ni toe shukrani zangu kwa niaba ya bosi. Aliongea Barry akiwaangalia mabosi hao kwa tabasamu ambalo halikuwa tabasamu. Ingawa alionekana kutabasamu, macho yake yalikuwa na ukauzi wa kutisha. Hasa muda huu mwanaume mwenye sura ya kitanashati, mzungu hivi aliyevalia joho, alishia kushika kikombe cha kahawa na kunywa kidogo. Akiwa katika hali ya tabasamu akasema kwamba Lord Barry, tafadhali usije kutuelewa vibaya juu ya nia yetu ya dhati. Hata hivyo, katika kipindi cha mwezi mmoja, umoja wa baraza takatifu ambao ulikuwa umepotea mwanzo, umeamka tena na kujisimika upya kwa jina la Falme Takatifu. Na baadhi yetu tayari tumekwisha kupokea jani la mtende, wakituelezea kwamba Lucifer amekwisha kufa akiwa vitani. Wameenda mbali na kusema kwamba Sally ndiye mhusika mkuu wa kile kilichotokea Brazil. Na tayari kuna watu wenye nguvu katika ulimwengu wa giza ambao wameungana kwa ajili ya kupambana na Inferno. Sasa mara baada ya wazee hao kusikia kauli hiyo, wote walijikuta sura zao zikibadilika. Ukweli ni kwamba walijua fika watu wa Falme Takatifu walishajikusanyia nguvu kubwa kwa kipindi chote walichokuwa mafichoni.
hasa kwa kipindi hicho ambacho baraza la giza limeamua kujificha zaidi. Kwao walikuwa kama kobe aliyeficha kichwa chake. Ingawa walikuwa na uhakika kwamba kulikuwa na tatizo lililotokea ndani ya baraza la giza, walijua kwamba kama Sally alikuwa amehusika juu ya kilichotokea, basi moja kwa moja inaweza kuweka umoja wote wa Inferno katika hatari ya kushambuliwa na kuwa rahisi kwa umoja wa Falme Takatifu kujiongezea ushawishi. Na ndio maana mabosi hao walichokuwa wakiogopa sana ni kwamba kupitia jambo hilo umoja wa Inferno unaweza kukosa nguvu yake na umoja mwingine kusimama. Sasa mara baada ya Barry kusikia maneno hayo, alishakutoa tabasamu na kisha akasema kwamba Sauland, naona familia yako siku hizi ina ukaribu mkubwa sana na familia ya Rostad. Brandon wa Rostad alipata hasara kubwa sana chini ya mkono wa bosi na kufanya kuwa na kinyongo kikali. Usiniambie kwamba tunataka kuamini maneno yake kirahisi tu juu ya anachoongea kuhusu Falme Takatifu. Sauland akasema kwamba Saberi, umefikiria vibaya. Rai yangu ni kutaka tu kujua ni kwa namna gani mnakwenda kudili na watu wa Falme Takatifu ambao wanakusanya wataalamu wa hali ya juu kutoka kila pande za dunia kwa ajili ya kupambana na nyie. Saberi mara baada ya kusikia hivyo, macho yake yaligeuka na kuwa na ukali zaidi. Alipotaka kuongea neno, pale mlango wa eneo hilo ukafunguliwa na mtu akaingia. Naombeni mniwie radhi, nilikuwa nikidili na mambo mengi kwa wakati mmoja na kunichukua muda mrefu kufika hapa. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke mrembo mwenye ngozi ya Kiafrika aliyevalia gauni la rangi ya blue huku akiwa amefunga nywele zake nyuma. Nadhani unamjua. Alitembea ndani ya eneo hilo kwa hadhi kubwa sana na hakuwa peke yake, bali ametangulizana na Ezo ama Aziz. Sasa kundi la wazee wengi wa kizungu na Kioisha waliokuwa na ufahamu juu ya Regina mara moja walisimama na kusalimia kwa heshima. Barry naye haraka alisimama na kutoa kiti kutoka kwenye meza akimkaribisha Regina kukaa. Mara baada ya Regi kuketi kwenye kiti, uso wake ulikuwa umejaa serious wa hali ya juu sana na macho baridi wa barafu yalianza kuangaza kwa kupembua kila sura ya mtu aliyekuwa ndani ya eneo hilo. Yaani kiwalisia karibia watu wengi waliokuwa hapo wangepaswa kuheshimiwa na Regina kutokana na umri wao mkubwa. Lakini muda huo wote walionekana kumwangalia Regina kwa namna ya mchanganyiko lakini isiyo na woga. Nani ambaye kasema watu wa Falme Takatifu wanatusogelea kwa nguvu kubwa? Aliuliza Regina kwa Kiingereza. Nani ameongea hivyo? Nani? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji kuweza kujua zaidi. Ukiachana huu mkutano ambao mwakutanisha wazee pamoja na Regi kule kwenye shimo ambalo wamekutana na bahari, siji kisiwa, hali itakuwaje kwa kijana wetu Hamza? Atakuwa na nguvu gani? Vipi kuhusu Gamba? Gamba bado yuko usingizini. Akiamka ni atakuwaje? Shemeji yenu Hamza tutamjua amekuwaje sehemu inayofuata, lakini pia kaka yetu Hamza tutajua amepata nguvu za namna gani sehemu inayofuata, maana kitendo cha kula tu yoga kidogo na anaanza kula utafikiri na banjua. Anyway, mdoto ulikuwa na mimi Lucas Lumba, Sigadi Beth Hotel. We meet again. Bye bye.